Bwana mtazamaji wa Kivona Sports, hapa ndipo alipo makao makuu ya benki ya NBC ambao ndo wadhamini kwenye ligi yetu ambayo inakwenda kutamatika tarehe 25 msimu 2024-25. Bodi ya ligi wakiwa wasimamizi wameitisha press kuelekea mchezo wa dabi, lakini tumeshuhudia club moja pekee ikiwasili, na maanisha club ya Yanga wenye mchezo kikanuni, lakini wapinzani wa jadi club ya Simba mpaka sasa hawajatokea. Hii limeanza kutengeneza maswali kwa wadau. Je, nini mustakabali wa mchezo tarehe 25? Aliye mbele yangu ni Kampista. Unamsikia pale Clouds Media Group kwenye kipindi cha michezo kila saa 3 usiku, lakini pia pale kwenye hili game saa 4 asubuhi. Bwana Kampista, wewe ni miongoni mwa waandishi waliofika hapa kwenye press. Tumeiona Yanga wamefika, kocha kaongea, Dickson Job kaongea, lakini klabu ya Simba hajafika hapa. Kwako kitendo cha Simba kuto kufika hapa na mustakabali wa dabi ya kesho, nini unaweza kusema? Karibu sana. Okay, kwanza sio kitu kizuri kwa sababu ni mchezo mkubwa na shindo anachelea kuwalaumu Simba kwa sababu hatujui labda wamekutana kadhia ipi wakiwa safarini. Kama walikuwa wameanza safari, inawezekana wamechelewa kwa bahati mbaya, kwa sababu tunajua sometimes miundombinu unaweza kuwa umetoka mapema lakini ukakutana na jam na vitu kama hivyo ukashindwa kufika eneo la tukio. Kwa hiyo ni excuse ambayo huwezi kusema kwamba wamekusudia. Lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba kwa kauli ya afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda, kama ulivyomsikia Isiki, anasema kwamba wamefanya jitihada zote za mawasiliano. Kwa sababu tafsiri yake ni kwamba klabu ya Simba ina watu wengi ambao wanahusika na masuala ya kiusimamizi na uendeshaji wa klabu. Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba kuanzia mtendaji mkuu, afisa habari, sio mwenyekiti wa club, kwamba wote kwa wakati mmoja wasingepatikana kwa mawasiliano ya kawaida kutoa ripoti kwa afisa habari ama kwa bodi ya ligi kwamba wamekutana na kadhia hiyo wakiwa njiani. Kwa hiyo unapata picha kwamba wakati natoa hiyo loophole ya excuse kwa Simba, lakini narejelea kwamba swala la mawasiliano kama taasisi ya Simba, tafsiri yake ni kwamba inakupa picha nyingine kwamba kuna vitu viko sawa kati ya bodi ya ligi na klabu ya Simba. Wana manunguniko yao, tunafahamu, baada ya mechi ya tarehe 15 kuahirishwa, kwa sababu na wao walikuwa wametoa taarifa zao kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba wasingecheza iwapo mechi ya tarehe 15 mwezi wa 6 ingeahirishwa. Kwa hiyo kwa sababu tayari tarehe ni kesho tena imeshafika, inawezekana Simba wanajibu kwa vitendo. Unajua kukataa sio mpaka mtu useme sitaki, lakini mtu anaweza kuonyesha vitendo ambavyo vinaashiria kwamba kuna jambo waliko sawa. Kwa Simba inawezekana wakawa wanaonyesha kwa vitendo kwamba hawajafurahishwa na maamuzi ya kuahirishwa kwa mchezo wa Juni 15 na kupelekwa tarehe 25. Ni ishara ambayo inaanza kutengeneza wasiwasi mwingine pia, kwa sababu ni jambo la kikanuni. Kwa hiyo kama mchezo mkubwa wa namna hii zinatokea excuses za namna hii, mimi naweza kusema kwamba ni excuse ambazo mimi naona ni za makusudi. Yaani Simba hapa wamefanya makusudi kwa mtazamo kama umenielewa. Yaani nilivyo connect hizo dot, ninaona kwamba Simba wamegomea mkutano na wanahabari kwa makusudi. Na hii ni kupeleka ujumbe kwa mamlaka ya mpira kwamba hawajafurahishwa na mechi ya tarehe 15 kuahirishwa. Kwa hizo DNA ulizoziangalia na muktadha wa kimazingira na siasa mpira wetu, unaiweka wapi dabi ya tarehe 25? Kwa mazingira hayo unaiona dabi kichezwa kesho, kimaana Simba kuja uwanjani. Simba sipokuja kikanuni mchezo unaweza kuchezwa. Atakifika atapewa pointi 3. Lakini nataka uione kwenye picha ya kuiona Simba ikifika uwanjani kwa mazingira ya kuanza kugomea press. Unajua hii mechi imeahirishwa mara mbili. Tarehe 8 mwezi wa 3, tarehe 15 mwezi wa 6. Kwa hiyo na tulikuwa tulikuwa tunafanya mazungumzo tofauti juu ya mechi hizi mpaka pale ambapo mamlaka ya mpira ilikuja na maamuzi mengine. Kwa hiyo inabaki kuwa ni tunawaza ni kweli mechi ipo ama haipo kutokana na mazingira ambayo tunayaona, lakini binafsi naamini kwamba mechi ipo kwa sababu tayari tumeona waamuzi wametajwa. Mosi. Pili, ninaamini waamuzi wapo nchini. Tena waamuzi wametokea Misri. Sio? Itakuwa ni saga ya aina yake iwapo taratibu za mchezo zitashindwa kufuatwa
iwapo timu moja itagomea kucheza mechi ambayo imepangwa tarehe nyingine ambayo tarehe 25. Kwa hiyo ninachoamini sasa hivi hii ni mechi ambayo inaweza kufanya maamuzi ambayo yatakuwa ni magumu. Yaani mamlaka za mpira zitakwenda kufanya maamuzi magumu, kwa sababu sitaki kuamini kama wataruhusu timu nyingine kugomea mechi alafu na wao wakatoa favor nyingine ya kuahirisha mechi kwa sababu kuna mmoja bado ana malalamiko yake, kwa sababu mechi ishaahirishwa mara mbili. Sitaki kuamini kama mamlaka za mpira kupitia vyombo vyake zitaruhusu mwanya huu kujitokeza kwa mara ya 3 kwa sababu eti wanataka kukidhi matakwa ya umoja wa upande ambao labda haujaridhia na maamuzi ambayo yametokana na saga ambayo imeendelea kwa takriban miezi 3. So mimi naamini Simba aje asije, ninaamini taratibu zitafuatwa za mchezo wa mpira wa miguu kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi zilizowekwa, na naamini kama Simba hatakuja basi Yanga watapewa ushindi na alama 3 na tutakuwa tunasubiria sinema nyingine sasa baada ya shughuli hiyo ya kesho. Unaamini bodi ya ligi TFF wana muscles ya kuikata Simba pointi zaidi ya 18, wana muscles kikanuni ya kuipa adhabu viongozi wa klabu ya Simba faini takriban milioni 5. Unaamini kwa matukio tarehe 8 na tarehe 15 unaamini wana hiyo muscles ya kufanya maamuzi magumu uliyataja? Ninachoamini pia Simba watapeleka timu kesho. Unachoamini? Simba watapeleka timu uwanjani. Wasipopeleka timu, TFF wana muscles ya kufanya maamuzi ambayo labda yapo kwenye maandishi ya kanuni. Ninaamini pia kama waamuzi watapelekwa, TFF haitokuwa na option nyingine zaidi ya kufuata kanuni zilizowekwa. Baada hapo itakuwa ni sasa ni matokeo baada ya hayo maamuzi, kwa sababu mwisho wa siku unajua Simba na Yanga ni timu ambazo zina nguvu sana kusema ukweli, zina ushawishi. Unaona Yanga walipotikisa, ni kweli mamlaka za mpira zimetikisika. Yanga wametikisa, watu wamejiuzuru. Simba walikuwa wametulia tu. Kwa sasa hivi iwapo ni kweli kama ambao tuna suspect, iwapo kweli Simba na wenyewe watakuwa hawajaridhia, tafsiri yake ni kwamba Simba wanao nafasi ya kuitikisa mamlaka mpira. Simba na Yanga ni mapacha wa Kariakoo, kila mmoja ana nguvu yake, anaweza kuja na sababu zake ukatikisika. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni kama Simba hatopeleka timu, nadhani itakuwa ni disaster kwa mamlaka mpira. Asante sana. Itakuwa ni disaster.